Kwa majina naitwa Mohamed Omari Kisima, ni mratibu wa Tanzania Red Cross mkoa wa Kilimanjaro. Kwa siku hii ya leo tumeguswa kuja kuwatembelea wazee wetu mlioko hapa, lakini pia mama yetu mlezi wa kituo hiki, nawe tumekuja kukutembelea kukupa mkono wa kongole kwa kazi kubwa na jitihada kubwa unaoifanya ya kukaa na wazee wetu hawa. Sisi Tanzania Red Cross mkoa wa Kilimanjaro, tukiwa chini wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Esther Maleko mbunge, tumekaa tukaona tukatafakari kwamba ni vitu gani tunaweza kuvifanya kwa sasa wakati huu tukielekea kwenye maadhimisho ya siku ya Red Cross duniani ambayo itafanyika tarehe 10 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 kule mkoani Dodoma. Lakini wakati huo tukienda kutimiza miaka 63 tangu kuanzishwa kwa Red Cross. Sasa sisi kama tawi la mkoa tumesema leo hii basi tuje tuwatembelee wazee wetu na tuje tulete misaada ya kibinadamu, hii ikiwa mojawapo ya kutimiza kanuni ya Red Cross, kwani kanuni ya kwanza ya Red Cross inathamini ubinadamu. Kwa hiyo wazee walioko hapa ni binadamu kama sisi, na sisi Mwenyezi Mungu akitupa umri tunaweza tukawa wazee kama wao. Kwa hiyo mapenzi yetu, huruma yetu na huba letu kwao, huenda ikawa Mungu na sisi akatupa taafifu kwenye maisha yetu. Tunaamini kabisa hata sisi kwenye majumba yetu tuna wazee kama hawa. Kama tunavyowathamini na kuwaheshimu na kuwapenda wazee walioko kwenye majumba yetu, basi hata wazee hawa ni sehemu ya familia yetu. Kwa hiyo tuko na wanachama wa Red Cross, viongozi wa ngazi mbalimbali wa Red Cross, lakini tuko na vijana wa timu ya baiskeli ambao nao wamesema kwa kipindi hiki kuelekea maadhimisho ya Red Cross watakuwa sehemu, kila activity ya Red Cross inafanyika ni lazima na wao wafike ili kuona nini Red Cross ambacho tunakifanya. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo tumewaletea mchele, tumewaletea sabuni za kufulia za minara ya jamaa, lakini tumewaletea sabuni za kufulia za unga, na pia tumewaletea mafuta ya kupikia. Kwa hiyo hiki tulichokileta sio cha mwisho. Huu ni mwanzo kwetu, lakini tutaendelea kuwatembelea na kuwafikia mara kwa mara. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na jambo ambalo mlifanya ni jambo kubwa, na tunafahamu mambo mazuri sana ambayo mnayafanya. Na mimi hata ofisini kwangu walishawahi kufika kuja kunielezea mission yenu, namna ambavyo mnafanya kazi, na mashirikiano yetu kati ya serikali pamoja na Red Cross yamekuwa ya muda mrefu na yenye tija kubwa sana. Mnaihudumia jamii ile ambayo pia na serikali inaihudumia. Kwa hiyo hongereni sana, na hiki ambacho mmetoa Mwenyezi Mungu atawabariki sana. Sisi tunaamini wazee hao watakuwa wamepata faraja kubwa sana, na Mwenyezi Mungu wao akiendelea kuwaombea dua, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki. Kwa hiyo tunawashukuruni sana, asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awabariki tena, na karibuni sana. Milango ya serikali itaendelea kuwa wazi kufanya mashirikiano pamoja nanyi. Mimi kwa majina naitwa Maria Hatari Masawe, niko kwenye kituo cha wazee. Wazee wetu mnaowaona ni hao wako hapa, na wengine wako ndani hawana uwezo wa kufika hapa, ni wagonjwa. Hichi kituo ni cha serikali, kimeanza muda mrefu, lakini mwanzoni kilikuwa wanaweka vifungo vya nje, lakini wakaona wazee wanapata shida sana, serikali ikaamua kwamba iwaweke wazee wao wanakaa hapa. Kweli tumefurahi sana, msaada mliotuletea utatusaidia sana. Umeleta msaada mkubwa kabisa ambao utasaidia wazee, watapikiwa, watafuliwa, wataoga. Tunashukuru sana, tunasema Mungu awabariki sana. Hapo mlipotoa msipungukiwe na chochote, na muwe mnakuja kututembelea hata kama hamna kitu chochote. Naitwa Abu Mohamed Shayo, ni diwani wa kata ya Mji Mpya. Msaada mlioleta leo mmeleta mali sahihi. Hata katika maandiko yanatuhimiza tufanye hivyo. Kwa yoyote ambaye amechanga mia yake kwa kisha analeta msaada kwa wazee, mimi niwaambia mtapungukiwa, mtaongezewa. Amen. Mtaongezewa, tena mtaongezewa kwa kasi kubwa, kwa sababu mmekumbuka hawa wazee. Na nimekuwa nikisema mara nyingi, kambi hii pamoja na serikali, lakini serikali singetosha tu kama wadau walikuwa ikimbilii kambi. Hawa wazee mnapoona wameshapitiliza umri mkubwa, serikali inawalea, wanyie mnawalea, lakini bado mahitaji yale ya serikali na mahitaji ambayo tutaleta sisi tukisema tunangojea serikali tu ni shida. Jina langu naitwa James Joseph.
Natoa shukrani kubwa kwa Red Cross na kwamba tutoe kwa Mwenyezi Mungu akagusa roho zenu, kwamba mkomona kuna wazi kwamba kuja kutembelea wazee. Kwa hivyo Red Cross tunawapongezeni sana kwamba tutangulize Mungu, tumshukuru Mungu. Tunashukuru sana kwa kuja kututembelea na vitu mkatuletea hapa, ni hakika inatufaa katika maisha yetu. Red Cross msikae kusahau kuja hapa kuja kutuangalia. Naitwa Katarina Baritazari kutoka Msoma. Jamani, tunashukuru sana mmekuja kutuona sisi tena. Mungu awabariki sana. Hapo mlipotoa muongezee tena, lakini msikose kuja.